Kuna siku babu yangu aliwahi kuniambia jambo ambalo sikuelewa maana yake kwa muda mrefu sana. Alisema, wakati uongo tayari umefika mjini, ukweli bado huwa nyumbani, ndio kwanza unavaa viatu. Ukweli huchelewa sana kufika, lakini pindi unapowasili, kamwe hauwezi kukosea mlango. Mimi na bichwa langu zito tulichelewa sana kujua alichomaanisha babu, mpaka siku nilipomjua. Sungura mjanja. Haikuchukua muda mrefu baada ya ugomvi wa fisi na jogoo, ukweli ukabisha hodi pale kijijini. Kijiji kizima kikabaini chanzo halisi cha varangati lile. Walijua kwamba nyuma ya fitina ile yote alikuwepo sungura. Ni yeye aliyemjaza ujinga jogoo, akamfanya awike hovyo usiku wa manane. Ni yeye aliyesababisha fisi kukosa daku, kupunguza kiwango cha futari, na mwisho kuifanya Ramadhani yake kuwa ya mateso matupu. Ukiongeza na ule ulaghai wa kapu tupu futarini, wanakijiji hawakuwa na sababu hata moja ya kumpenda sungura. Walimchukia sana. Na hata jioni hii walipokutana naye akielekea kwa Mfalme Simba, hakuna aliyemsalimia. Walimtazama tu kama nyanya iliyooza, huku wakijiuliza, ni biashara gani inampeleka muhalifu huyu kwa mfalme? Ninatubu mbele yako mfalme. Nimekosa. Ujanja wangu umenivunjia heshima kijijini. Na ukiwa huu ni mwezi wa toba, ninatubu na kuomba msamaha kwako mfalme. Simba alikuwa bado kwenye mshituko, akijaribu kuamini alichosikia. Ndipo sungura akagongelea msumari wa mwisho wa toba yake. Akatoa ahadi ambayo hata Simba hakujua namna ya kuipokea. Aliifikisha moja kwa moja kwa wanakijiji, waamue wenyewe cha kufanya. Ramadhani ilikuwa inaelekea ukingoni, na kama ilivyo desturi ya kijiji, wanyama walikuwa wanaandaa karamu kubwa ya Idi. Kama futari za kila jioni zilikuwa mechi za ligi, karamu ya Idi ilikuwa ndio fainali yenyewe, na ilisubiriwa kwa hamu kuliko fainali ya kombe la mabingwa. Yalifanyika maandalizi ya kufa mtu. Mchele ulikusanywa, nyama zikaandaliwa, viungo vikanunuliwa. Kila mnyama alichangia kitu. Ikabaki tu kufika siku subiriwa, jambo litimie. Ndipo wanyama walipojulishwa kuhusu ahadi ya sungura kwa Mfalme Simba. Kimya kilitanda. Wanyama wakabaki wakitazamana. Baadhi waliona jambo hili ni la ajabu sana, lakini ukweli ni kwamba walikuwa wamechoka sana. Siku 30 za kupika futari zinaweza kumchosha hata mpishi hodari kiasi gani. Ahadi ya kukaa tu siku ya Idi wakisubiri maakuli ya wafuate ilikuwa ni ahadi yenye kuvutia sana. Basi tumwamini, tuandae. Wakakubali. Ndio, naamini anaweza. Sawa, twende. Zikiwa zimebaki siku 3 kabla ya mwezi wa Shawwal kuandama, sungura alianza maandalizi ya karamu ya Idi. Kila aliyemuona alitikisa kichwa kwa kuvutiwa. Alizunguka sokoni kukusanya hiliki, mdalasini, pilipili manga na karafuu kwa ajili ya pilau na biriani. Alisafisha eneo pembezoni mwa msitu,
Akaweka mafiga makubwa kwa ajili ya kubebea sufuria za pilau na biriani. Akapanga kuni, akajaza maji kwenye masufuria makubwa ya kupikia pilau na biriani. Kisha akamuomba nyati funguo za ghalani kwa ajili ya kusogeza mchele na nyama zilizoandaliwa kupikia pilau na biriani. Yaani nakwambia hivi, hata ungepata kufunua ubongo wa kila mnyama katika kipindi hiki, ndani yake ungekuta mawazo ya vitu viwili tu: pilau na biriani. Sekunde zilizaa dakika, dakika zikaunda masaa, masaa yakaleta siku, na hatimaye siku zikakatika. Fainali ya Ramadhani ikawadia, sikukuu ya Eid al-Mubarak. Wanyama walijaa nyuso za furaha na bashasha, wakipongezana kwa kumaliza pamoja mfungo wa Ramadhani. Lakini zaidi ya hilo, furaha yao ilitokana pia na hamu waliokuwa nayo ya kulicharaza karamu la Eid. Maandalizi yaliyofanywa na sungura hayakuwa ya nchi hii. Asubuhi na mapema, masufuria yote yalikuwa juu ya mafiga, na taratibu moto ulikuwa umeanza kuwaka. Wanyama wakaanza kusubiri ubweche. Walitembeleana, kupeana salamu za Eid, wakapiga stori 2-3. Jambo ambalo hawakuthubutu kufanya ni kula. Hawakutaka kabisa kuharibu njaa zao. Naam, wote walitunza nafasi matumboni mwao kwa ajili ya kupakia karamu la kufa mtu. Mchana ulipoingia, ukaja na harufu nzuri sana ya kuvutia. Harufu iliyotokana na viungo vya pilau na biriani ikazidisha njaa matumboni mwa wanyama. Lakini pamoja na harufu hii ya kuvutia, sungura mwenyewe hakuonekana. Ama pengine nikisema hivyo kwa sasa, utakuwa ni umbea wangu tu. Kwa sababu bado hakuna aliyemtafuta. Lakini kitu kimoja hawakuweza kukipuuza. Ni muda. Ulikuwa ukikatika kwa kasi sana, huku njaa ikiongezeka matumboni mwao. Ndipo taratibu maswali yakaanza. Tunakula saa ngapi aise? Karamu iliyokuwa iliwe mchana ikakutana na jioni, ikiwa bado haijaipuliwa. Njaa ya wanyama ikageuka wasiwasi. Wakajongea taratibu eneo lenye mafiga kutaka kujua kulikoni. Walikuta masufuria bado yakitokota, moshi wenye harufu nzuri ukisambaa hewani. Lakini waliyetaka kumuuliza kuhusu pilau na biriani hakuonekana popote. Walikaa pale wakisubiri. Lakini subira mbele ya njaa huwa ni kama bando la jero kwenye simu janja. Haidumu kabisa. Kinanukia vizuri. Hatimaye Mfalme Simba akapitisha rai, wasimsubiri tena sungura. Wafunue wenyewe masufuria yale. Punda alifunua sufuria la kwanza, akabaki mdomo wazi, macho kodo. Fisi akafunua sufuria la pili, akapiga yowe kubwa. Na kiboko alipofunua sufuria la tatu, akabaki ameganda pale, kama barafu ndani ya jokofu. Hakukuwa na pilau, hakukuwa na biriani, hakukuwa na nyama. Ndani ya masufuria yale kulikuwa kumejazwa mawe na matope. Moshi ule wenye harufu nzuri ulitokana na viungo vitupu walivyoweka sungura ndani ya masufuria yale yaliyotokota. Wanyama walihamaki,
Walihamanika. Hakuna aliyetaka kuamini kilichoonekana. Lakini ndiyo hivyo tena. Sungura mjanja alikuwa ametenda tena. Siku zote alipokuwa akibeba mchele na nyama ghalani, hakuwa analeta kwenye uwanja wa mapishi. Alikuwa anahamishia kusikojulikana. Na baada ya azma yake kutimia, naye pia akatokomea huko. Yaani hata viungo alivyotumia kuwachezea akili wenzake hakuvinunua kwa pesa yake. Alikopa kwenye duka la Twiga, akiahidi kulipa deni lile baada ya Idi. Eti sungura alipe deni.